Wapo watu wenye uwezo mkubwa sana kwenye maisha yao, iwe kwenye elimu, kwenye akili, vipaji, lakini wameshindwa kufika sehemu yoyote kwa sababu ya kukosa kitu kinaitwa kujiamini. Lakini wapo watu wenye uwezo mdogo sana kielimu, vipaji, wameweza kufika mbali sana kwa sababu ya kitu kimoja tu, kujiamini. Wengi wameferi kwenye interview kwa sababu ya kuto kujiamini. Wengi wameferi katika midaharo kwa sababu ya kuto kujiamini. Wengi wameferi mitihani kwa sababu ya kuto kujiamini. Wengi hawaonyeshi vipaji vyao kwa sababu ya kuto kujiamini. Nitakutajia baadhi ya mambo ambayo yanawashushia watu wengi uwezo wa kujiamini katika maisha yao na kusababisha hawatimizi malengo yao, na inawezekana hata wewe yakawa yanakuathiri haya mambo. Na kila aina ya jambo ambalo linashusha hali ya kujiamini kwa mtu, nitakuwa na kuelekeza kitu gani cha kufanya. Swala la msingi, kabla hatujaendelea, subscribe hapo chini na bonyeza alama ya kengele ili uwe na nafasi ya kuona kila kitu ambacho huwa naweka kwenye hii channel. Na mimi ni Mwalimu Jonathan Kwizera. Let's dive in. Kitu cha kwanza kinachoshusha hali ya watu wengi ya kujiamini ni kuishi maisha ya kujilinganisha na wengine. Kujilinganisha na wengine katika kipato, kujilinganisha na wengine katika vipaji, kujilinganisha na wengine katika mazungumzo, kujilinganisha na wengine katika mitaji, kujilinganisha na wengine katika kazi. Na kadri unavyojilinganisha na mtu, unakuta kama ubora wako uko chini tofauti na watu wengine. Kumbe inawezekana wewe ungeendeleza kile ulichonacho katika viwango hivyo hivyo, hata wale wengine wangetizama wewe ni namna gani ulivyo na wakakuiga wewe. Sasa mwisho wa siku wewe unajilinganisha na wengine, halafu unaamini yale ya watu wengine kama ndio bora na ya kwako si bora. Mwisho wa siku unaishi katika hali ya kuto kujiamini kwa sababu unahisi yale ya wengine ndio bora kuliko ya kwako. Kumbuka, Mwenyezi Mungu hajakuumba kufanya mashindano na watu wengine. Kumbuka, Mungu amekupa uwezo wako wa pekee na umeumbwa ukiwa mmoja. Na hata huyo mtu ambaye unajilinganisha naye, inawezekana kwanza ukujua kama mngekuja kukutana, na hata mwisho wako utakuwa ni wewe peke yako. Mungu atakufanyia tathmini kulingana na ule uwezo wako huo aliokupatia, nguvu zako hizo alizokupatia, neema aliyokupatia ukiwa wewe peke yako. Watu wengi wanashusha hali yao ya kujiamini kwa kujilinganisha na watu wengine. Kitu cha pili ambacho kinashusha hali ya watu wengi ya kujiamini ni matendo maovu na tabia mbaya ambazo wanazifanya katika usiri. Watu wengi wanafanya matendo maovu na tabia za ovyo ovyo wanapokuwa kwenye faragha, mambo ambayo hawawezi wakayafanya wanapokuwa kwenye hadhara, yani kwenye public. Unapokuwa unafanya yale matendo ambayo we mwenyewe unayaonea aibu, ukija kwenye public, ukitokea katika uso wa watu ama katika utendaji wako, katika kuzungumza na watu, mara nyingi itakupunguzia confidence, itakupunguzia hali ya kujiamini, kwa sababu unahisi kama wanaona yale matendo yako, unahisi kama wanakuona kama unaigiza fulani, na kwa kufanya hivyo inakupunguzia hali ya kujiamini unapokuwa katika hadhara na hata unapokuwa katika utendaji wako. Hakikisha unapokuwa katika usiri, jitahidi kufanya yale matendo unayoweza kuyafanya hata ukiwa katika hadhara. Hiyo itakusaidia sana unapokuwa mbele za watu, unapokuwa katika utendaji wako, katika ile hali ya kujiamini, kwa sababu chochote utakachokuwa unakitenda utajihisi wewe kuwa bora toka ndani mwako, na nguvu inayokupa ubora kutoka ndani ni nguvu kubwa sana kuliko hata makofi unayoweza kupigiwa. Kitu cha tatu ambacho kinapunguza hali ya kujiamini katika utendaji wake na katika macho ya watu ni kuishi katika
wakati uliopita. Wapo watu ambao huwa hawajisamehi katika makosa walioyafanya kipindi cha nyuma. Inawezekana walianguka, walijaribu mambo mengi yakawashinda, na bado katika akili yao bado wanayakumbuka. Inawezekana kuna maneno waliambiwa kipindi cha nyuma hawawezi. Inawezekana walifeli katika mambo mengi. Sasa ile hali bado wanakuwa wanaibeba na kuamini katika yale matendo na makosa ambayo waliyafanya kipindi cha nyuma. Wanashindwa kabisa kusahau na kusamehe ile hali iliyopita na kuanza kutengeneza kesho ijayo. Hakuna mtu ambaye hafanyi makosa katika maisha yake, lakini tofauti ya yule mtu ambaye ametimiza malengo yake na yule ambaye hajatimiza malengo katika maisha ni kwamba yule aliyetimiza malengo, kuna nyakati alishindwa, lakini akajifunza kupitia makosa aliyoyafanya. Lakini yule mtu ambaye ameshindwa kutimiza malengo yake, ameanguka na akaamini kabisa kama ule ndo mwisho wake. Tengeneza hali ya kujifunza kupitia makosa aliyoyapitia, lakini yasikushike na kujiona kwamba yale makosa uliyoyafanya kwamba ndio yamebeba hitima yako. Tengeneza hali ya kujifunza kwenye makosa uliyoyafanya na ujenge kesho yako nyingine kabisa, kwa sababu inawezekana. Kitu cha nne kinachosababisha hali ya watu wengi kushindwa kujiamini ni mazungumzo yao ya ndani wanayokuwa wanajieleza, negative self talks, yale mazungumzo hasi ambayo wanakuwa wanajiambia. Unajua, mwanadamu hata kama hazungumzi kwa kutumia mdomo, ndani kuna mambo anakuwa anazungumza, na kitendo cha kutoa maneno nje yanatoka yale yaliyochakatwa na yaliyokuwa katika mazungumzo ya muda mrefu kwa ndani. Mara nyingi unaweza kuwa katika mazingira ya kuwaza na kujieleza wewe mwenyewe wa ndani kwamba mimi ni maskini, mimi sitokuja kutoboa, mimi sitokuja kutimiza malengo yangu, mimi sitokuja kufanikiwa, mimi ni wa kushindwa tu, mimi nimelaniwa. Yaani muda wako mwingi unajieleza yale maneno ya kushindwa, yale maneno ya laana. Na neno la Mungu katika Mithali sura 23 mstari wa 7 linasema, vile uonavyo nafsini mwako ndivyo ulivyo. Yaani vile unavyowaza ndivyo unavyoweza kuishi kwa nje. Vile unavyovizungumza ndani mwako ndivyo utakavyokuja kujionyesha wewe wa nje. Ndicho utakachokizungumza, ndivyo utakavyokuwa na hofu. Ile hofu yako ya nje inakuwa imetoka ndani kwa sababu ya yale mazungumzo unayokuwa unajiambia. Tengeneza mazingira ya kuwa unajitamkia mazuri katika maisha yako. Jitamkie ushindi, jitamkie baraka, jitamkie hali ambazo zinaweza kupushi na kuinua katika maisha yako. Angalau hata kila asubuhi unapoamka, jitamkie maneno ya ushindi. Sema mimi ni mshindi, sema mimi ni mshindi, sema sitokuja kushindwa, sema mimi sio maskini. Jitamkie. Kitu kingine cha 5 kinachowagharimu watu na kushusha hali yao ya kujiamini katika maisha yao ni kuishi kwa kutafuta hali ya utimilifu, seeking for perfection, kutafuta utimilifu katika mtaji. Yaani huwezi ukaanza mpaka uweze kuona kama una mtaji uliokamilika. Yaani huwezi kuingia kwenye mtihani kwa sababu unaamini kama hujajipanga vya kutosha. Yaani huwezi kwenda kwenye interview kwa sababu unajihisi si mkamilifu. Yaani unajihisi wewe kama bado kuna vitu ambavyo unahisi ukivikamilisha utakuja kuanza. Swala la kushangaza, hakuna wakati hata mmoja ambao utajihisi kama wewe ni perfect. Hakuna hata wakati mmoja ambapo utajihisi kama una fedha ya kutosha. Hakuna siku hata moja ambao utajihisi kwamba wewe ni kichwa na umesoma kila kitu unakijua. Moja ya kitu ambacho watu wengi wanaotimiza ndoto na wanaojiamini hawaamini katika perfection, wanaamini katika consistency, progress. Wanaamini katika mchakato endelevu. Wanaamini uwezo unajengwa katika mchakato endelevu. Wanaamini fedha zinatengenezwa katika mchakato endelevu. Wanaamini uwezo unatengenezwa katika mchakato endelevu. Wanaamini utajiri unatengenezwa katika mchakato endelevu. Wanaamini kwamba nikianza leo, kesho sitokuwa kama nilivyo. Nitajazirizia, nitapanda taratibu. Siamini na kusubiria utimilifu. Amini na kutembelea
mchakato endelevu. Kitu cha 6 ambacho kinapoteza hali ya watu ya kujiamini ni kuishi kwa kutafuta thamani kutoka kwa watu wengine, seeking validation from others. Wapo watu ili wajiamini wanategemea maneno ya watu na thamani kutoka kwa watu wengine, yaani wawaambie mnaweza, wawaambie nyinyi ni wazuri, wawaambie mmependeza. Yaani akitoka asipoambiwa akapendeza, huwa hawezi kujisikia vizuri. Akiposti picha kwenye mtandao asipopata like nyingi au asipopata comment za kutosha kaambiwa kapendeza, yaani hajisikii vizuri. Yani ile hali ya kujiamini inapotea kabisa. Wanasahau kwamba hatupo kufanya mambo kwa kutafuta pongezi kwa watu. Kila mtu yupo duniani kutimiza kusudi ambalo Mungu alimweka kuja kulifanya kwenye hii dunia. Na bahati mbaya tunaishi katika dunia ambayo tunaamini kwamba tukimpendezea mtu na Mungu tumeshampendezea. Hata makanisani watu wakiimba wakahisi kama watu hawajafurahi, wanahisi hata Mungu hajasikia. Wakiimba wakahisi kama watu hawajafurahi, wanahisi hata Mungu hawajampendeza. Yaani kuna aina fulani ambayo tumeshajitengeneza kwamba ili ni msifu na kumwabudu Mungu katika roho na kweli, yaani ni lazima rafiki yangu, jirani yangu na watu wote wanaonizunguka waseme kweli wewe jamaa unaweza. Thamani yako haipimwi na mwanadamu. Na kitu kinachosababisha watu wengi wanatafuta validation, yani thamani kutoka kwa watu wengine, ni kwamba wanaishi bila malengo. Kwa hiyo anachokifanya hajui nini. Kwa hiyo akifanya hivi akaambiwa ili ni zuri, anaenda hivi. Akifanya hilo akaambiwa ili ni baya, anabadilika. Na hilo ni zao la kutotambua kusudi katika maisha. Kama hujatambua kusudi lako katika maisha, kamwe utayumbishwa na hutoishi maisha ya kujiamini. Kitu cha 8 ambacho kinabomoa hali ya watu ya kujiamini katika maisha yao ni kujidanganya wao wenyewe binafsi katika maisha yao ya kila siku. Wapo watu wanaweka mipango katika maisha yao, lakini hawahangaiki kutimiza ile mipango yao. Unaweza kukuta mtu anaweka mipango mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, kila mwaka hatimizi jambo ambalo alijiahidi kwamba atakuja kulifanya, na hata linapopita analisahau kabisa, anaanza mipango mingine, na ile inapita kabisa anaisahau, anaanza mipango mingine. Sasa hicho ni kitendo ambacho unaitengenezea akili yako kwamba wewe huwezi jambo lolote. Unaweza kuona kama linapita tu linaondoka, lakini akili yako inajitengeneza hivyo. Kwa hiyo hata katika macho ya watu, hata katika utendaji, hata katika kujieleza kwako, utaonekana ni yule mtu ambaye huna uhakika na kile kitu unachokifanya, na nafsi itakusunta kwa sababu akili yako umeshaitengeneza ya kushindwa kwa sababu ya kujidanganya. Tengeneza hali ya kuwa unatimiza ahadi na malengo unayojiambia. Ili uweze kutimiza malengo yako na ahadi zako unazojiahidi, tengeneza utaratibu wa kuwa na malengo madogo madogo ya wiki, ya mwezi, ya mwaka, ambayo yanatekelezeka. Hata kama ni madogo, yanayotekelezeka, yanayopatikana, akili yako itatengeneza ujasiri wa kuona kwamba inawezekana, kuliko kutengeneza malengo makubwa sana ambayo miaka yote yanapita pasipo kutimiza hata robo, hata nusu ya kile unachokuwa umejiahidi. Mimi ni Mwalimu Jonathan Kwizera. See you.